بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Rabiul Thani mwaka 1443 katika silsila ya durus za qasasul anbiya biidhnillah ta'ala. kuanzia kikao chetu cha leo tutaanza kumzungumzia Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtume wake Daud alayhi salatu wassalam mara 16 katika kitabu chake, na ufalme wa Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam uliendelea kwa kipindi kirefu mpaka baadhi ya wanavyuoni wakataja kuwa balaghat 40 sana, kwa ufalme wake ulifikia miaka 40. والكلام على قصة داود عليه الصلاة والسلام يستلزم أن نقدم بمقدمة. قبل ya kuanza kuzungumzia kisa cha Daud alayhi salatu wassalam, kuna utangulizi muhimu ambao kuna dharura ya kuutanguliza uwe ni kama mlango wa kuingia katika kumzungumzia Daud alayhi salatu wassalam. yafahamika kuwa anna bani Israil intasharat indahum aljaraim. banu Israil kulienea baina yao uovu, walikuwa ni waovu, dhulma ikaenea baina yao. وقتلوا من قتلوا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. waliwaua katika mitume wa Allah waliotumilizwa kwao, bali wajulikana hii ni sifa yao. qatalatul anbiya ni watu ambao waliua mitume wengi sana, mpaka wa mwisho waliyemuua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ile sumu waliompa Khaybar. na mtume sallam alipokuwa katika hali ya maradhi yake ya mwisho ya mauti, alikuwa akilitaja ile jambo kuwa athari ya ile sumu aliyowekewa na Mayahudi alikuwa ndio yoipata alayhi salatu wassalam. kwa ni jambo ambalo limeendelea na Mayahudi na banu Israil katika kila kizazi kinachokuja baina yao. yaqtuluna al-anbiya, walikuwa ni watu wakiwaua mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. فسلط الله تعالى عليهم من لا يرحمهم من جبابرة الملوك. الله سبحانه وتعالى akawasalitishia viongozi ambao hawana huruma na wao, hawana rahma. ni kama hivi leo kuna baadhi ya nchi waweza kuona ile dhulma wanaofanyiwa raia, mpaka watu husema kuwa hawa viongozi hawana huruma. Naam, ni Allah subhanahu wa ta'ala anayewasalitishia madhalim, viongozi madhalim juu yao. wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dha bima kanu yaksibun. kwa Allah aweka madhalim juu ya madhalim kwa sababu ya madhambi waliokuwa wakiyafanya. na hawa viongozi au wafalme majabari ambao walikuwa juu ya banu Israil wajulikana kama al-Amaliq. al-Amaliq kwa hiyo wakafikia kuwaudhi, upeo wa kuwaudhi banu Israil. فذهبت بنو إسرائيل إلى نبي لهم. بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى aliwajalia walikuwa wanaowaongoza ni mitume, kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil
tasusuhum al-anbiya, wakiwasimamia mambo yao mitume wa Allah. Kila anapokufa mtume Allah awatumilizia mtume mwingine. Kwa hiyo wakamfuata mtume wao wa wakati huo, na huyu mtume hakutajwa kwa jina katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wataja katika vitabu vyao Banu Israil kuwa huyu mtume wamuita Shamuel ama Sam'un, wamuita kwa jina hilo, lakini hadi kuthubutu la katika Qur'an wala katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Almuhim, Banu Israil ilivyokuja katika suratul Baqara, walikuja kwa mtume katika mitume wao, wakamtaka awachagulie miongoni mwao mfalme, ayuayina lahum malikan yatba'unahu, awachagulie mfalme ili wao wamfuate. Wayuqatiluna aljababira min alamaliq tahta rayatihi, na ili wapate kuwapiga vita wale majabari katika kabila la al-Amaliq na wawe chini ya bendera ya yule kiongozi. Subhanallah, tangu wakati ule watu walikuwa wakifahamu kuwa hauwezi kwenda jihad fi sabilillah bila nani? Bila ya kiongozi. Lakini leo wako khawarij wanaotoka kwenda katika kudai kuwa ni jihad fi sabilillah na hawana kiongozi. Hakuna kiongozi. Sababu yule kiongozi ndiye atakayewakusanya watu pamoja na kuwaelekeza. Lakini ikawa ni jambo la faudha, ndio kuona hakuna natija yote ya maana inayopatikana isipokuwa ni uharibifu. Wallahu almusta'an. Almuhimu, wakamtaka mtume wao achague miongoni mwao mmoja wao awe ni mfalme juu yao katika Banu Israil, na wao wawe chini yake, watamtii na kumfuata ili wapate kuwapiga vita hawa al-Amaliq na mfalme wao, wajikomboe. na sababu watataja. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala akilieleza hilo katika kitabu chake suratul Baqara aya ya 246, qala alam tara ila almala'i min bani Israila min ba'di Musa, hukusikia habari ya wakubwa watukufu katika wana wa Israeli baada ya kufa au baada ya Musa. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله, walipomwambia nabii wao tuwekee mfalme ili tupigane katika njia ya Allah. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا, akasema je, haielekei ikiwa mtaandikiwa vita kuwa msipigane? Nyinyi na wajua nyinyi, msije mkaambiwa piganeni mkageuka msipigane. Bani Israeli walikuwa hivi. Watu walitesa mtume wao, waweza kumfuata mtume wao akamwambia tunataka jambo fulani, wakaambiwa haya mshaambiwa mlifanye, wakageuka wakaenda zao. Sababu mtume wao awaambia isije mkaambiwa piganeni mkafanya nini, mkakataa nyinyi, fadhali yenu mbakie hivyo hivyo, msije mkafaradhishiwa jambo likawashinda. Walivyoambiwa hivyo wakasema qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, itakuwaje tusipigane? Itakuwaje tusipigane katika njia ya Allah na hali tumetolewa majumbani mwetu na watoto wetu? Kwa hiyo wakasema kuwa maadamu sisi tumedhulumiwa, tumefukuzwa, watoto wetu wamewachukua wakawafanya watumwa hao, na tumefukuzwa katika ardhi yetu, kwa hivyo tutaka nini? Tunataka kupigana na kujitetea nafsi zetu na watoto wetu. Tufahamuni kuwa umma waliopita walikuwa hawana jihadu talab. Jihad ambao walikuwa nao ni jihadu dafa, yani kujitetea wanapodhulumiwa. Ama jihadu talab ni jambo hasa kwa ummati Muhammad alayhi salatu wassalam. Jihadu talab ni ipi? Ni ile ya kuwafuata makafiri, na jihadu dafa ni pale makafiri wanapowavamia waislamu.
asa kwa kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa kwa watu wote, walimwengu wote, basi katika huu umma ikawa ipo jihadu talab, ni kwa watu waende kufikisha ujumbe. Na ndio yale waliokuwa wakiyafanya masahaba katika kuandika barua kwa wafalme wanapokwenda, aslim taslam wa illa fadfa aljizya, silimu utasalimika, la sivyo utalipa kodi ukiwa chini ya himaya ya nchi ya Uislamu. Wakikataa hayo na kuzuia da'wa ya Uislamu kuingizwa katika nchi yake, walikuwa wakiwaambia faqad ji'tuka biaqwamin yuhibbuna almauta kama tuhibbuna alhaya, nimekuja na watu huko nyuma wapenda mauti kama mnavyopenda kuishi. Hivi ndivyo walikuwa masahaba wakienda wakieneza dini ya Allah. Lakini umma uliopita alikuwa mtume katika mitume wao yub'athu ila qaumihi khassa, alikuwa akitumilizwa kwa jamaa zake peke yake, hakadifishwi kufikisha dawa kwa watu wengine. Kwa hiyo hakuna haja ya kwenda kupigana na watu wengine, ni wale watu wake apambane nao, awaeleze kile alichotumilizwa nacho. Kwa hawa wakawa jihad wanaotaka kupigana chini ya huyo mfalme ni dafa, sababu wamedhulumiwa, wamefukuzwa katika majumba yao, wamechukuliwa watoto wao. Na mtume akamwambia, qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu, qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kwa hivyo zile sababu za kupigana vita nyingi, maadui zetu wametutoa katika majumba yetu, wakachukua watoto wetu wakawafanya ni watumwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema, falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Lakini walipoandikiwa na kufaradhishiwa kupigana, waligeuka wakakimbia, isipokuwa wachache miongoni mwao, wakabakia wachache. Na Allah wajua madhalim. Nataka muende na mimi vizuri katika hao waliobakia wachache, tusonga mbele. Sasa hivi Allah asema nini? Asema subhanahu wa ta'ala, tawallaw illa qalilan minhum, kwa wakageuka isipokuwa wachache katika wao. sawa. ثم ذكر تبارك وتعالى أن نبيهم قال لهم، كيش الله كتاجكم متومه وكوانبيا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نبي واو أكوانبيا الله سبحانه وتعالى أمكتوليني طالوت كوني مفلم wenu. Huyu bwana aitwa Talut, ndio atakayekuwa mfalme wenu. Akawapa habari hizo. Fajaa al-i'tiraf wala illa qalilan minhum. Wale nieleweni vizuri hapa, hatuhesabu wale waliokimbia. Wale waliokimbia خلاص illa qalilan minhum, kwa wamebaki wachache. Mwanzo wameambiwa haya vita hivyo mtapigana, tawallaw, wakageuka isipokuwa wachache. Wale wachache waliobakia wakaambiwa inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika, Allah amekuchagulieni nyinyi Talut ndio atakuwa mfalme wenu. Sikiliza jawabu la wachache. Wale wachache walipopewa habari kuwa Allah amemchagua Talut kuwa ni mfalme wenu, wakafanya upinzani na kusema anna yakunu lahu almulku alaina ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. vipi atakuwa na ufalme juu yetu huyo? Kwa hapa tayari pia wale wachache wakafanya nini? Wakapungua, wakabakia wachache. Kwa hiyo kuna wale waliopinga kusema vipi atakuwa na ufalme juu yetu, na hali sisi tuna haki zaidi kupata ufalme kuliko yeye, naye hakupewa wasaa, yani wasaa wa mali, hana mali nyingi. Kwa wakatoa hii sababu, i'taradu liamrayn ithnayn. Kwa hivyo kaleta upinzani kwa mambo mawili.
annahum ahaqqu bihadha almulk wa nahnu ahaqqu bilmulk minhu, kwa wao wana haki zaidi juu ya ufalme. La pili, wa anna Taluta lam yu'ta sa'atan min almal, Talut hakupewa chochote yani kikubwa katika mali. Kwa ikiwa hali ni hii, vipi atakuwa mfalme juu yetu? Na yataka tufahamu Banu Israili hivi ndivyo walivyokuwa daima. Wao ni wapinzani dhidi ya mitume wao, pamoja na kwa mitume wao wawaambia sisi inna Allaha qad ba'atha lakum. Kwa hivyo hapa ni amri ya kutoka kwa nani? Kwa Allah, na wao wafanye upinzani. Hivi ndivyo walivyoishi na mitume wao. Sasa kuna baadhi ya watu pia wataka kujifananisha na Banu Israili katika Uislamu, ambiwa qala Allah qala rasulu, atakuleta ushindani pale ndani. Baba qala Allah qala rasulu, sikubali bwana. Wechukulia mfano, fa inna kulla bid'atin dalala, sema iko bid'a hasana. Vipi ziwe dalala zote bwana? Ukimwona mtu hivyo ajifananisha na nani? Na Banu Israili. Huyo wajifananisha na Banu Israili. Wao ndio waliokaa na kuleta upinzani dhidi ya mitume wao. Kwa mabwana wakasema kuwa vipi apewe ufalme huyu maskini tusaaduku huyu mlala huyu, apewe yeye ufalme juu yetu, na sisi tuna haki ya ufalme juu yao. wataja wanaovioni anna sababa i'tiradhihim, sababu yao kuleta upinzani, anna Taluta lam yakun min nasl al-anbiya, kwa huyu Talut hakuwa katika kizazi cha mitume, familia yake si katika kizazi cha mitume. Kwa hiyo lazima awe katika kizazi cha mitume ndio awe juu yetu. Na kwa kweli hiyo si mizani ya Allah kuchagua yule anayemtaka kuwa kiongozi. Kulikuwa katika Banu Israili mmoja katika watoto wa Yaqub alayhi salatu wassalam, upande wake ndio ukaja nini? Mitume wa Banu Israili. Na Talut si katika kizazi cha hao familia ya mitume. Kadhalika huyo Talut si katika nasl al-muluk, na kuna kizazi katika Banu Israili, yani watoto wa Yaqub ambao ndio walikuwa wafalme wa Banu Israili wakitoka katika hao. Yeye hakuwa katika hao, na wala hakuwa ni mtu ambaye kizazi chao kina ufalme na utukufu kama huo. La, ni watu wa kawaida tu. Na wataja kuwa huyu ni katika kizazi cha Binyamin ambaye ni ndugu yake Yusuf alayhi salatu wassalam. Kwa Banu Israili walikuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia mitume, ni mitume wale wakawa katika kizazi cha mmoja katika watoto wa Yaqub, na pia katika wao walikuwa wafalme, na pia katika wafalme ni kizazi cha mmoja katika watoto wa Yaqub. Na hili Musa aliwakumbusha jamaa zake alipowaambia, idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka, walijalia katika wao mitume na wafalme. Wengi tu wamepita katika nini? Katika generation au kizazi baada ya kizazi cha Bani Israili. Almuhim, mtihani Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa kuwachagulia Talut kuwa ndio mfalme wao. Je, watakubali amri ya huyu mtume wao au wataifanyia inad kama ilivyo ada yao? Walipomrudi mtume wao kwa maneno waliomrudi nayo kuwa huyu vipi atakuwa ni mfalme juu yetu na sisi tuna haki ya ufalme juu yake, na wala hakupewa wasaa katika mali, mtume wa Allah akawaambia na kusema, qala inna Allah astafahu alaykum, akawaambia na kusema kuwa Allah amemteua yeye juu yenu. Kwa viongozi wachaguliwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala.
viongozi wachaguliwa na Allah. Inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika, kwa Allah amemchagua huyu juu yenu. Kwa nini? wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, na amemzidishia ukunjufu wa ilmu na kiwiliwili. Allah alikuwa amemfungulia Talut na ilmu, alikuwa ni alim, kisha amempa kiwiliwili, kwa sababu kule twenda vitani na vita vyataka nini? Nguvu. Na huyu bwana Allah amempa mwili ambao yuwaweza kusimama akaongoza jeshi akapigana kisawasawa. Asiki mtu kidhaifu hivi hawezi kuingia katika minyano. Watu wakianza kuminyana pale atakwenda mbio. Ule minyano ukianza pale wataka mtu ambaye ana nguvu, na yeye akiwa ni kiongozi, akiwa ni dhaifu, akianza yeye kukimbia kutabaki mtu pale, kila mtu atakushika zake. Kwa huyo Allah amempa ilmu, kisha amempa na mwili ambao waweza kuingia katika vile vita, akaenda akaminyana na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akawatajia hizi sababu. Ya kwanza wa Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu, na ya pili amemfungua katika mwili wake, ana mwili wenye nguvu yaweza kupigana. Kisha akawatahadharisha mtume wao kwa kuambia, na haya pia sisi tupate faida, wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim, na Allah humpa ufalme wake amtakaye, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye wasaa na mjuzi. Kwa akawatahadharisha, laysa al-amru ilaykum, ili jambo sio nyinyi mnalochagua. Msifikirie mkipiga kura ndio mtapata kiongozi, mwajidanganya. Wanacheka saa nyingine nikifikiria, nasikia raha kweli kweli kusoma aya kama hizi. Maana kiwajiona watu wajisumbua kweli kweli, mwenda mbio na fujo lenu hivi. Kwani mara ngapi katika nchi mbalimbali hachaguliwi kiongozi watu wakaona wazi anshinda yule pale, kura zote nzake, kisha akaja natija anshindwa? Hamjui hiyo? wallahu yuti mulkahu man yasha, wallahu yuti mulkahu man yasha. Jamani, tumepiga kura yetu tufanya nini? Mkumbuka juzi tu nchi jirani hapo, jamaa yuenda yeye na familia yake wapiga kura watu 7, yeye na mkewe na watoto wake na mjomba wake sio na ammi yake, wenda wapiga kura wabwaga pale, ikitoka hivyo mpata kura moja. Sasa inkuaje mmoja na familia yake yenyewe pia hakuhesabiwa? Hakuhesabiwa, sasa kanyagiwa tu ghafla tu wasikia mpata kura moja bila haya hivi tu. Utafanya nini wewe? ndio utajua qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kwa dhulma, kwa nini? Lakini Allah atamweka pale. Sio dhalim. Wewe dhalim, si ndio? Mwivi wa tomato na vitunguu huko chini, utaekiwa mwizi wa nini kule juu, matenda kule juu. Badilikeni, watabadilika. Kuweni waovu, watakuwa waovu juu yenu. Hivi ndio inavyokuwa. Hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu. Hivi ndivyo inavyokwenda. Yeye ndiye anayechagua. Na wewe soma Qur'an mwanzo mpaka mwisho. Ukipata mahali kiongozi achaguliwa na watu, njoo nionyeshe. Kitabu hiki la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, ni haki tupu mwanzo mpaka mwisho. Na mtayakumbuka maneno ninayowaambia, fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Nendeni mbio na kelele, mtusumbua masikio na miziki, fujo, tulali zingine. Wewe nini fujo lote hilo? Piza fujo tu hapa. Kama wewe mwema na wasonga kule mbele, baki na sisi tu misikitini humo, fanya shughuli zako. Usijali wewe, yule atakayekuwa kule Allah atakupa riziki yako. Wewe bora amani na usalama, neema, alhamdulillah. mimi nataka kubadilisha, badilika wewe mwanzo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
jiangalie wewe ushabadilika. Mabadiliko yaanza na mimi na wewe, hayaanzi na kule juu, yaanza na huku chini. Labda maneno yangu kuna watu wengine yaingia kwenye akili zao, na kuna wengine wana kama huyu azungumza nini huyu, haelewi huyu. Naelewa kila kitu, alhamdulillah. Wewe kabla hajafanywa kila kitu njoo niulize nani ataketi pale juu, nitakwambia ni huyu ni huyu ni. Sikuwa napiga ramli, sina waangalia tu mko vipi, fujo nini, balaa, dhulma. Basi yupi dhalim katika hao wote zaidi? Yule au yule? Basi huyo ndo atakuwa kiongozi wenu. Katika hawa nani dhalim zaidi? Muangalie yule dhalim kuliko wote wale, si nyuma dhalim. Basi muangalie vizuri yule, safari hii ndio atawekwa juu yenu, mtakoma. Ya imma mnyoke mrudi kwa Allah awaekewa bora wenu nyinyi kule juu yenu, ya imma mpinde, mtaona atakayewapindisha zaidi nani, huyo atakayewekwa juu yenu. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Kumbuka maneno, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Ufalme ni wake yeye, ndiye anayechagua, anayemtaka yeye atamweka pale juu. Sasa kwa wale, kuna baadhi ya wanasiasa huelekea mpaka kuingia kwenye maneno ya kufuru, usisumbue. Huyo unayetaka kumkufuru ndio anayetoa uongozi na kutupa maneno ya ovyo ovyo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye hivyo, chunga ulimi wako, wajisumbua tu bure. Kaa chini, soma aya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Hii ni kazi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ni wengine kelele tu, kuna kitu chochote mnafanya kelele tu. Lakini ukisoma Qur'an tofauti kabisa kama hii sasa, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Na Yusuf alayhi salatu wassalam alipokuwa muomba Allah subhanahu wa ta'ala, akataja neema Allah alizompa, sema rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Katika hii aya shahid, rabbi qad ataitani min almulki, kwa ufalme ni utoa nani? Hata yule adui aliyempiga vita mtume wa Allah Ibrahim na kufanya mjadala na yeye, Allah asema alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu almulk. Ni Allah kumbe alimpa ufalme pamoja na kuwa ni adui wa Allah. Allah asema an ataahu Allahu almulk, Allah alimpa ufalme. Hayo mara nyingi huyataja, lakini katika hali ya kukumbushana, mtume wa Allah akawakumbusha hili jambo. Talut ashachaguliwa. طيب, Banu Israil ikabidi wamkubali yule mfalme, wale ambao waliopinga. Kwa hivyo tuondoe katika wale wachache waliobakia. Kumbukeni mwanzo illa qalilan minhum. Sasa pia wakapungua tena, ikawa wale waliomkubali Talut ni wachache zaidi kuliko wale mwanzo waliotaka ufalme, waliotaka jihad, wakaamrishwa wapigane, wakapungua. Wale waliopungua wakabakia wachache pia. Sasa hivi washafanya nini? Washapungua. Twende mbele. Allah subhanahu wa ta'ala huko mbele akataja yale aliyotaja katika jihad aliyosimama nayo Talut. يقول الله تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود. طالوت عليه الصلاة طالوت ambaye alikuwa mfalme chini ya alipotajwa huyu mtume alayhi salatu wassalam, alipotaja kwa Talut ndio mfalme wao. Talut akachukua lile jeshi, akaondoka na jeshi lile ambalo limemkubali. Qala, kisha akawaambia, na huu ni mtihani,
kufika mahali hivi kuna mto, inna Allaha mubtaliikum binahar, akawaambia hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakujaribuni kwa mto, huu ni mtihani mmepewa. faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni, atakayekunywa humo basi si pamoja nami, hayuko na mimi, bimaana arudi zake, simtaki katika jeshi langu. Huu ni mtihani. Na yule asiyekunywa atakuwa pamoja na mimi, huyo ambaye atabakia afanye subra asinywe katika huo mtu atakuwa na mimi. illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, illa atakayeteka kiasi ya kitanga cha mkono wake, kiasi cha mkono tu, anwe hivi tu kisha tulie ende zake. Mto mzima bwana, Banu Israili waambia msinwe maji hapa, twendeni, na watu wana kiu kweli kweli, mtihani, wansafiri wana kiu kweli kweli, waambia huko mbele kuna mto, atakayekunywa katika ule mto si katika mimi, yule ambaye hatakunywa ni katika mimi. Ruhusa iko katika kitu kidogo tu, kiasi cha mkono wako hivi, uteke ile maji unwe uondoke, yani ugusishe tu ile koo iwe imegusagusa yale maji. Kwa huu ni mtihani, hatta yakhtabira ta'atuhum, ili waonjwe na kuangaliwa, je waweza kumtii kiongozi wao. fa idha ata'uhu huna yastati'una fi al-ma'raka, ikiwa watamtii hapa basi watamtii katika vita, wakimaasi hapa pia katika vita watamaasi. Kwa huyo hayuko katika njia yetu, asinifuate. waman lam yat'amu fa innahu minni, ambaye hataonja katika maji katika sikisha akawaangalia kaonea huruma, kuna kiu sana, sema illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Tumesema mara ya kwanza walipofaradhishiwa vita walikuwa wamebakia wachache, sio illa qalilan, ndio. Walipochaguliwa Talut mfalme pia kapungua. Sasa mtihani wangapi huu? Watatu. Allah subhanahu wa ta'ala asema fasharibu minhu illa qalilan minhum, watu endelea kupungua. Sasa mimi nashindwa watu wakisema sisi tuko wengi, kila mara tuko wengi wapi? Watu wapunguzwa, wale waongo njiani fanya nini? Waondolewa mmoja mmoja tu, safari endelea, punguza huyo, hawa hawafai. Na kila mtihani ukija ndio wazidi kupunguzwa wale ambao hawafai. Kwa hiyo wakanywa katika ule, walipofika katika ule mto wakanywa, isipokuwa wachache tu miongoni mwao, wachache tu. Kwa wakawa wamefeli wengi wao katika nini? Katika ule mtihani. Kosa la ngapi hili? La tatu la baadhi yao. Punguza. Wa mwanzo wale walipungua, wa pili wakapungua, wa tatu wakapungua. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza ile sema falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu, alipovuka mto yeye na wale walioamini pamoja na yeye, hao wachache sasa. Kwa hiyo wakavuka, ambao hawakunywa wale maji isipokuwa kiasi cha nini? Cha mkono tu. Walipofika kule wakaona jeshi la Jalut. Kiingereza huyo mtu nini? Goliath. Hiyo mtu hivyo. Jalut. Wale wachache walivuka wakasema nini? falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi. Bado tupunguzwa hapa. Wapunguzwa watu bado hapa. Alipovuka ule mto yeye pamoja na wale walioamini pamoja na yeye walisema leo hatumwezi Jalut na majeshi yake, jeshi kubwa, na wao huko washapungua mara tatu, na hii sasa wapungua tena mara ngapi?
mara 4 pia. Wale ambao wasema hatuwezi barra, nyinyi mwezi mtaleta nini nyinyi? Mtakimbia nyinyi, pungua. Kuna ibra hapa. Ushindi hauji na chafu chafu hivi ni takataka. Kwa mtu asije kutuambia hapa jifanya na akili kubwa, waislamu tuwe kitu kimoja, hakuna cha ushia au khurafi nini. Illa qalilan, au wachache ni khairi ambao watasimama katika msimamo sawa sawa. Hawa watakaoleta chafya hawa ndio watafanya jeshi lianguke. Hawa usione mambo yenda tu hivi hivi. Si akili yao. Hii si timu ya mpira shekhi, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka usimame kisawasawa, uwe na zile asbab za nusra ya Allah, ndio utaipata nusra. Lakini kuwa na uchafu na madhambi ndani, kuna watu wanaoabudu makaburi, wengine watukana masahaba na kuwakufurisha, wengine wafanya hivyo. Hawa hawafai kabisa kuwa hata kama waletaji maji kwa jeshi, hata wakuteka maji pia hawafai kabisa. Hao ndio watakaosababisha jeshi lishindwe hao. Ama jito ukifika kule mbele, Jailani ndio mshakwenda nyinyi, salamu alaykum. Hao mamadizo hansi ndio Sheikhul Islam rahimahullah walipokuwa waenda katika kupigana na Tatar, nafikiri wakawa wasema hivyo, yastaghithuna bi Abi Umar, kama wanavyomuita, kaambia rudini, mwenda kushindwa nyinyi, rudini mwenda kushindwa, wallahi mwenda kushindwa. Na wakashindwa. Kwa nini bwana? Kwa sema kuna washirikina baina yenu, nani anambia mwenda kushinda kule? Walipofundishwa tauhid kisawasawa na Sheikhul Islam rahimahullah, watu wakasimama kisawasawa, twendeni. Akawa yuko hapa, wallahi leo tuenda kushinda, mpaka kufikia kusema kwa thika na yaqeen alikuwa nayo kuwa hili Allah ameliandika katika Lauhul Mahfuz. Ndio pale makhurafa sema hayajua aliandikwa. wala qad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Maadamu jeshi limesimama katika njia ya Allah kisawasawa, ahadi ya Allah shaitoa kuwa watashinda. inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Watu wakasimama kisawasawa, Allah atawapa ushindi. Jamaa wakasema hatuna uwezo sisi wa kusimama mbele ya Jalut. Jamani, sehemu ya 4 udhia juu ya udhia. Hawa ndio wale wabora basi waliopita stage ya 4, ile stage 4 ndo wafeli. Kila wakipanda hivi ule mtihani ukija wafeli, baadhi yao wafeli mpaka mwisho wamefeli pia hao. Wenda tu hapa ndio wakabakia wale wa kweli wachache wale watano. Sasa qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah wallahu ma'as sabirin. au wale wa mwisho kabisa wakasema wale wenye yaqini ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, makundi mangapi madogo yameshinda makundi makubwa kwa idhni ya Allah, na Allah yu pamoja na wenye kusubiri. katika Bukhari خرج الإمام البخاري والبراء بن عازب سيما كنا نقول معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدد أصحاب بدر هم عدد أصحاب طالوت. idadi ya wale waliopigana vita vya Badr ndio idadi ya wale waliokuwa chini ya nani? Talut. Hesabu wangapi? Walikuwa 300 na ngapi? Na 13. Ndio jeshi la Talut ile. Waliobakia katika Banu Israili wote walibakia watu 300 peke yake na 13 basi. Hili ndio jeshi ambalo lilipambana nani? Jalut. Mpaka hapa tuko vizuri. Hii katika Bukhari. Yani idadi yao wale ni sawa sawa na masahaba katika vita vya Badr. Idadi ya masahaba katika vita vya Badr ndio idadi yao. Vita vianze sasa.
tutakuja kuvizungumza hapa inshallah na wakati umesonga alhadithu dhu shujun zungumza sasa mfika dakika 40 nitasimama hapa tumefika uwanja wa vita kam min fi'atin qalilatin watu 313 wamesimama mbele ya jeshi kama wanavyosema haramram jeshi kubwa upande wa pili yuko nani Jalut huko yuko nani Talut majina yanafanana yashuka vizuri Talut apambana nani Jalut na hapa ndio tutamtaja nani Daud alayhi salatu wasallam aingia vipi katika hiki kisa mtaona namna anavyoingia Daud katika hiki kisa kirefu tulichokitaja subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik